السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وزان katika imani, sina mengi ya kuzungumza kwa sababu nilichokuwa nimekiandika angalau nukta chache nimeshazungumzwa, isipokuwa mimi nitaomba jambo moja kwa sisi maduati. Tunapozungumzia zaka, tunakuwa tunaizungumzia jamii ambayo imelala, jamii iliyokufa. Matajiri wa Kiislamu wengi hawajielewi kwamba wao wanadhima kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi tunatakiwa, japo na sisi tulikuwa tumelala na sasa hivi tumeamka, inabidi tuzungumze sana. Hakuna kitu kinachopendwa na nafsi za mwanadamu kama mali. Mfanya biashara wa Kiislamu yuko tayari kulipa kila kitu, kodi zote, sema anafanya biashara, analipa leseni, hata kama mzigo wake ukamatwa atoe rushwa, lakini sio kutoa zaka. Tunapambana na watu ambao, nimefikiria hapa Sheikh alivyozungumza kwamba tumeweka khutba za mwezi wa Ramadhani. Hiyo haitoshi. Khutba zingekuwa zina maelekezo kwamba inatakiwa khatibu azungumze hichi na hichi na hichi, kwa sababu wao kuzungumza wana mtindo, hata ukimbie misikiti, ikizungumza zaka hapa anahama anakwenda msikiti mwingine. Na haya yapo. Allahu Akbar. Mimi napenda faida moja tuchukue. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia makundi ya wanaopewa zaka, hakutumia neno zaka, katumia khudh min amwalihim sadaqa. Na sadaqa ina maana ya kauli ya haki au ukweli. Kwa hiyo Muislamu yoyote ambaye amefikiwa na kiwango cha kutoa zaka na akatoa zaka, basi hiyo ni dalili ya ukweli wa imani yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa kuwa tunazungumza na qulubun mayita, yani nyoyo zilizokufa, tunapata taabu sana katika upande huu. Vile vile mali yenye manufaa kwa mwenye nayo, na mali ambayo hakika katika sheria ya dini inaitwa mali, ni ile yenye kumnufaisha yule mwenye nayo siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair. Mimi hii riwaya ya Mtume nimeipenda katika min alkhair. Sisi tunaozungumzia zaka, uone mtazamo kwa matajiri, tunaonekana ni watu ambao tuna shida za kimaisha. Kuna mtu alikwenda kwa tajiri, akafika akazungumza naye, Sheikh, unajua Mwenyezi Mungu kafarisha zaka. Yule bwana alichofanya, alimuita mfakazi, mpe chai na mkate. Yani ndio majibu ya kile alichoambiwa, kwamba anafika mtu anamsomea na aya na hadithi, anakwambia mpe. Unajua ustadhi leo naona kama amekuja kama hajanywa chai. Yani kushusha, yani ile nguvu ya kutaka kufikisha ule ujumbe wote ikashuka chini. Na hayo mengine aliyosema Sheikh Shahidi hapa, kuna katikati, kuna kizuizi kikubwa sana kati ya maduati na matajiri. Nilikuwa nikisoma kisa kimoja cha mwanachuoni mmoja katika kibaru tabi'in. Aliingia katika msikiti wa Makkah, akakutana na Hisham bin Abdul Malik, mfalme huyo. Sikia, kuna watu Mwenyezi Mungu wamepita katika ulimwengu huu
ile takwa jinsi ilivyokuwa katika nyoyo zao, walikuwa na uwezo wa kumjibu mtu yoyote. Yule Hisham bin Abdul Malik anamwambia yule nadhani Maula Salim, akamwambia tamanna alayya, yani wewe tamani chochote kwangu mimi nitakupa. Akamwambia astahi an as'ala Allah, astahi an as'ala ghayra Allah wa ana fi baitillah, mimi naona haya kumwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu anayekuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunapata taabu sana katika kuzungumza zaka, kwa sababu jamii ya Kiislamu haijui umuhimu wa kutoa zaka. Kuna wazungumza walizungumza katika uzungumzaji wa mwanzo, mtu anaambiwa kiwango cha kutoa zaka labda ni 300,000. Angalia hila anayofanya, anakwenda kununua boksi ya sabuni, anakata vipande. Yani wewe unakwepa kile ulichoambiwa utoe, hila tu. Anakwenda kununua mifuko ya maharage. Kakwambia nani? Zaka ya mali, zaka ya pesa, unakwenda kununua mifuko ya maharage. Yani kichwani kukosa maarifa ya dini. Kichwani ndio tunamwambia hivyo. Na sisi tunaishi katika dunia ambayo inataka, wanasema toa risiti, ukinunua dai risiti. Sasa anaona nikitoa zaka nitamdai nani risiti? Kweli kila mtu anataka mkabili. Haoni thawabu kama zipo. Mfanya biashara yoyote ambaye kafikia ule upeo wa juu kutoa hata shilingi 10,000 hivi, utampa tabu sana. Unampa tabu sana kwa sababu moyo hauko hivyo, unapenda mali kuliko. Kwa kumalizia, hadithi alizungumza Sheikh Shahid nilikuwa nimeiandika kidogo, kuna baadhi ya vitu na mimi nitavizungumza. Huyu nyoka huyu ambaye ataletewa mtu ambaye hatoi zaka, waliposema ni aqra, wanasema hana nywele ala ra'sihi likathrat summihi, kwa wingi wa sumu yake hana nywele. Kwa sababu wengine ukiwaambia hivyo nafikiria labda picha, sio picha, ni kweli. Mtume anazungumza maneno ya kweli. Likathrat summihi wa tuli umri, yani nyoka ambaye ana umri mrefu, kagonga sana na kaishi sana. Allahu Akbar. Unaona? Sasa hebu fikiria Mwenyezi Mungu kukuletea mfano. Mali umeitafuta wewe, umefanya yote ya duniani, lakini umeshindwa kutimiza wajibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukutaka ufanye. Basi siku ya kiyama ile mali inageuzwa kuwa ni nyoka. Ana maluka ana kanzuka. Kumalizia, mimi nadhani narudia tena nukta yangu ile wa shekhe. Sisi makhatibu katika misikiti ya mijini tunapata tabu sana. Na kweli swala la zaka lilikuwa linapaswa lianze Ijumaa ya kwanza. Ijumaa ya kwanza. Sasa kuna watu wanafanya hila sana, Mwenyezi Mungu anawafahamu. Hizi pesa ambazo wanatakiwa kutoa zaka, alakwambia nimenunua tende, nimekwenda kugawa. Nimenunua majamvi, nimekwenda kugawa. Sasa wewe alikwambia ugawe nani? Yani shekhe kutoa 200,000 hizi za zaka kumpa shekhe, anaona yani kafanya makosa makubwa sana. Kuna sehemu, kuna kijana mmoja Muislamu alimfuata shekhe, ili jibu ilibidi nimjibu hivyo. Anaambia shekhe, leo tumepita na wakaguzi. Akaguzi, imekuwaje? Wallahi mimi nimeambiwa nilipe 2.5 milioni. Nikamwambia wewe katika sadaka hizi msikiti unatoa shilingi ngapi? Ashaka huko, hapana, huko siwezi kukujibu huko. Alilalamika, na kweli wale jamaa wakifika una makosa anakuambia 1,000,000. Hakuna kupinga. Lakini shekhe akija akakupigia hesabu hadi 2.5 3 kuitoa inakuwa ni vigumu sana. Mimi nadhani utaratibu wa hizi khutba kuelekezwa mwezi wa Ramadhani kuyazungumza haya. Ni kweli mashekhe hawazungumzi swala la zaka katika misikiti mingine, sio kwa kuogopa. Watu shekhe wasikii kabisa. Yaani wewe ukizungumza maneno matatu inaonekana kabisa kwamba wewe una kitu fulani. Yaani kitu chako wewe umemlenga labda fulani. Lakini ni swala ambalo ni nyeti sana kwa upande wa Uislamu.
Kuna mambo mengi sisi Mwenyezi Mungu anakuja kutuuliza, na dhima yetu kama wasomi tunaitoa kwa kuzungumza, inabakia kuhimiza na tuhimizane. Kwa machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.